Simulizi ya kusisimua ya mtu anayeshtakiwa kuwa miongoni mwa vinara wakuu wa biashara ya dawa za kulevya kutoka China, ambaye anatajwa kuwa miongoni mwa vinara wa mgogoro unaofahamika kama fentanyl. Anajulikana kwa jina la Brother Wang, lakini magenge ya dawa za kulevya nchini Mexico yalimpa jina jingine la mfalme wa fentanyl. Simulizi kutoka nchini Mexico inafuatilia safari yake ya kusisimua kutoka kileleni mwa mafanikio hadi kwenye anguko lililotikisa mtandao wa biashara hiyo haramu. Anajulikana kwa majina mengi ya utani, lakini jina lake halisi ni Zhang Zidong, raia wa China mwenye umri wa miaka 39, anayeshukiwa kuwa kiungo muhimu kati ya viwanda vya kemikali vya China na magenge hatari zaidi ya biashara ya dawa za kulevya nchini Mexico. Jamii za China zimekuwepo nchini Mexico kwa zaidi ya karne moja. Ndani ya jamii hizo, katika eneo lisilo wazi kati ya biashara halali na uhalifu wa kupangwa, pia kumekuwepo mitandao halifu ya Wachina. Zhang Zidong aliifahamu dunia hiyo kwa undani. Akiwa na uwezo wa kuzungumza Kihispania kwa ufasaha, alipata kazi katika sekta ya uchimbaji madini na akajenga mahusiano yenye ushawishi mkubwa pande zote mbili za bahari ya Pasifiki. Uhusiano wake na wazalishaji wa kemikali nchini China ulimwezesha kupata kitu ambacho magenge ya dawa za kulevya na ya Mexico hayangeweza kupata kwa urahisi: kemikali muhimu zinazotumika kutengeneza fentanyl. Kwa kuwa alielewa vizuri tamaduni zote mbili na kuzungumza lugha zote kwa ufasaha, waendesha mashtaka wa Marekani wanaamini kuwa aliaminiwa na magenge mawili makubwa zaidi ya biashara ya dawa za kulevya nchini Mexico: genge la Sinaloa na Jalisco New Generation, CJNG. Inadaiwa kuwa alikuwa akipata kemikali hizo kutoka China, akisambaza kwenye maabara za kutengeneza dawa za kulevya na kusafirisha dawa hizo kuelekea Marekani. Mnamo Oktoba mwaka 2024, mamlaka za Mexico zilimkamata. Hata hivyo, simulizi ya kuishia hapo. Matukio yaliyofuata yalikuwa bado hayajamalizika. Mtaa huu ulioko kusini mwa jiji la Mexico ndio mahali ambapo simulizi za Zhang Zidong ilichukua mkondo wake wa kushangaza zaidi. Katika uamuzi uliotajwa kuwa wa utata mkubwa, jaji aliamuru ahamishwe kutoka gereza lenye ulinzi mkali na kuwekwa chini ya kifungo cha nyumbani. Uamuzi huo ulisababisha matokeo mabaya. Tarehe 11 Julai mwaka jana, Zhang anaripotiwa kuharibu kifaa chake cha ufuatiliaji wa kielektroniki, akapitia handaki lililounganisha nyumba aliyokuwa akizuiliwa na nyumba ya jirani. Kisha akatoweka, huku maafisa usalama waliokuwa wakilinda nje ya nyumba hiyo wakiwa hawajatambua chochote kilichokuwa kinaendelea. Tukio hilo lililotokea wakati ambapo Marekani ilikuwa ikiongeza shinikizo kwa Mexico ili kuimarisha vita dhidi ya biashara haramu ya dawa za kulevya. Kwa Washington ilikuwa chanzo cha taharuki, huku kwa jiji la Mexico ikiwa ni mgogoro mkubwa. Kwa sababu Zhang hakuwa akiendesha operesheni zake peke yake. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka, vyombo vya sheria vya Marekani viligundua zaidi ya kampuni 150 za kificho na akaunti za benki 170 zinazodaiwa kuhusishwa na mtandao wa Zhang. Zhang alikuwa na upekee fulani. Wachunguzi wa Marekani wanaamini kwamba kuna watu wengine kama yeye wanaozungumza lugha mbili kwa ufasaha, wanaoelewa tamaduni zote mbili na wanaofanya shughuli zao kwa siri bila kuvutia umakini wanapoendesha shughuli zao katika mazingira hayo. Culiacán, mji mkuu wa jimbo la Sinaloa, umekuwa kitovu cha shughuli za genge la Sinaloa, mojawapo ya magenge yenye nguvu zaidi ya biashara ya dawa za kulevya duniani na mteja muhimu wa Zhang Zidong. Tofauti na cocaine na heroin, fentanyl hutengenezwa maabara kwa kutumia kemikali maalum badala ya mazao. Kilo moja ya kemikali hizo inaweza kutengeneza vidonge vya fentanyl vyenye thamani ya zaidi ya dola milioni 1 za Marekani. Waendesha mashtaka wanadai kuwa Zhang Zidong alikuwa kiungo muhimu katika usambazaji wa kemikali hizo kwa magenge hayo. Zhang Zidong alitajwa kuwa mtu muhimu katika biashara ya fentanyl nchini Mexico na mmoja wa waratibu wa Sinaloa mjini Culiacán. Tunahifadhi jina lake ili kulinda usalama wake, anamwelezea. Gracias a él se puede decir que la unión de los carteles fue que nació. Entonces sí podría ser el número 1, el rey, porque prácticamente todo el producto se elabora con material chino, mayormente todo. Entonces gracias a él nació, o se puede decir que se expandió ese producto. Zhang Zidong alikaribia kufanikisha mpango wa kutoroka kwa ujasiri baada ya kuvunja kifungo cha nyumbani. Inadaiwa alisafiri hadi Cuba,
kisha akaelekea Urusi, lakini maafisa wa mpaka wa Urusi waligundua nyaraka zake za kughushi na kumrudisha Cuba. Huko Cuba, walinzi wa mpaka walibaini utambulisho wake halisi na kumrejesha Mexico, kabla ya hatimaye kupelekwa Marekani, ambako sasa anakabiliwa na mashtaka ya kuendesha biashara haramu ya dawa za kulevya. Zhang Zidong amekana mashtaka yanayomkabili na bado yuko chini ya ulinzi wa serikali ya Marekani. Swali linalobaki ni ikiwa kukamatwa kwake kumeathiri kwa namna yoyote mnyororo wa usambazaji wa kemikali na biashara ya fentanyl. A pesar de que ya no esté, yo siento que la producción sí ha disminuido un poco. Pero como le digo, la gente siempre va a buscar conseguir una manera. Y sí, ha disminuido, porque tanto el gobierno de aquí como el gobierno de allá se dan cuenta de la situación y el problema. Tuliwasiliana na wakili wa Zhang, lakini kwa kuwa kesi bado inaendelea mahakamani, alikataa kutoa maoni yoyote.